kwamba kama kuna jamu au kama kuna gari imeharibika katikati, wanapeana taarifa mapema, tunatafuta chombo au crane ya kwenda kuondoa. Kwa hiyo sasa hivi tumekwisha fanya na tayari mabomba ambayo tunaweka pale kama beria yako tayari, na sisi tutakuwepo masaa 24. Zamani tulikuwa tunafanya hivi lakini tulikuwa na giza, lakini tumepata msaada ambao meneja wa TANROADS atatuambia ili tuweze kuwa tunaonekana. Sasa tulikuwa tunaonekana kwa kutumia reflector jacket, lakini sasa hivi tumeongezewa mwanga ambao meneja wa TANROADS atatuambia nini taa hizi zinasimikwa hapa ili angalau mtu akiwa kwa mbali kusimamisha magari. Na barabara hii kishaelekezwa ni kwamba itatumika kwa magari madogo, lakini itategemea na mwongozo ambao utatolewa pia na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa inaelezwa na maaskari waliopo hapa. Askari wetu ndio watatuambia sasa hivi kuna haja ya kuongeza nguvu au kupunguza nguvu, basi tunaongeza nguvu. Kama ni kupunguza nguvu, basi tutaleta nguvu nyingine kwa ajili ya kupitisha magari hapa kwa haraka, kwa sababu kuna kipindi maroli yanakuwa mengi na magari madogo yanakuwa mengi. Kwa sababu kuna njia mzunguko ambayo sasa hivi tunaenda kuikagua tuone kama iko tayari, meneja atatuambia. Kama bado pia tutaendelea kusubiri, lakini sasa hivi tutaendelea kutumia hii barabara pakapo meneja wa TANROADS atakapokuwa ametuhakikishia ile barabara kwamba iko tayari ili magari sasa yaanze kupita kule kama alivyoelekeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa sisi hapa tuko kwenye utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba hapa sasa hivi tutakapofunga hizi beria zetu, tukisema magari madogo yote yanasimama, yanatakiwa yasimame, ikiwemo bajaji, ikiwemo pikipiki za matairi mawili. Hatutaruhusu gari yote kwenda kwa sababu tunaogopa atakapopita atakayekataa kusimama kupita kwa wakati sana kwa wale bajaji na bodaboda ambao hawatatii amri ya askari au alama na ishara watakazoelekezwa na askari. Na ishara zitakuwa askari ataonyesha ishara, lakini pia tutaweka alama pale, bango la kuonyesha kwamba magari yakifika yanapaki hapa, kutegemea maelekezo ya askari atakayekuwa. Tunaamini kwamba kuanzia sasa kama watu wasikivu kupata sheria za usalama barabarani kwa sasa, basi tunapita kwa kiwango kubwa sana makosa ya usalama barabarani. Na wale ambao watakiuka sisi jeshi la polisi tutahakikisha tunawachukulia hatua kali. Moja wapo ilikuwa ni kuimarisha hii barabara. Hii barabara kuu ni ya TARURA, lakini ilikuwa na upana kidogo, mita 5.5 upana wake. Sasa baada ya maagizo kutoka kwamba maroli makubwa yapite huku, isingekuwa rahisi sasa magari yale makubwa kupita katika ule upana ambao barabara ilikuwa nayo. Kwa hiyo kilichofanya cha kwanza ni kupanua hii barabara kutoka mita 5.5 kufika mita 10 ili magari makubwa yaweze kupitika pale kushana vizuri bila kuleta madhara yoyote. Lakini pia kupanua, nasema kalvati ya kupanua tuongezee upana, lakini pia kwenye kona kuna sehemu kona zile ni nyembamba mambo huwezi kuona kwa mbele. Kuna tutapanua zaidi ili kuweze kuona kwa mbele. Kwa hiyo kazi tumeanza tarehe 9 baada ya kupokea maelekezo au maagizo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea nayo kama mlivyoona. Tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information na kuanzia kesho tunaenda kuweka moral. Sasa magari yaanze kupita. Ndani ya siku 3 kama vile wali tumemaliza yote na magari yaanze kupita kama ilivyokuwa imeelekezwa. Sasa serikali imeshatoa hela shilingi bilioni 3.4 kwa ajili ya kulipa fidia pale Mlima Palizi au Iwambi. Hivi sasa tuanze kujenga pale Mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia, ambapo tuna imani kwamba kwa kufanya hivyo tutasaidia sana kupunguza ajali, kwa sababu tutakuwa tumeshapanua sasa au separate magari kupita katika eneo moja. Kwa hiyo tuna imani kwamba baada ya kufanya hivyo, tuna imani kama Mungu akipenda, basi pale Mlima Iwambi tumepunguza sehemu kubwa sana ya ajali, kwa sababu magari tupata nafasi ya kupita sehemu mbili tofauti. Mpaka kufikia hapa nadhani tumezunguka sehemu nyingi. Kwa ujumla tunaangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya utekelezaji ambao tumetolewa maagizo, lakini tumeanzia mbali, kuanzia Inyala kama ilivyotanguliwa kusema mwanzo, kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza congestion au magari mengi ambayo yanaweza yanapita katikati ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona haifai, tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka TANROADS na TARURA. Tumekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo yaliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa
kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari, kupunguza mlundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni utekelezaji. Kama kamati ya usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua, na tunasema kwamba kila mmoja atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS tumeshaona wamechukua hatua, lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli, tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao, nao wamefanya ya kwao kwa maana ya kutengeneza beria ambazo ziko tayari kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana, lakini pia wameanza kufanya kazi masaa 24 kwa msaada wa TANROADS wa kufungiwa taa pale za usiku ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku 3, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi, na hii inaweza ikawa tumeanza kutengeneza mwarobaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Naitwa Injinia Shabani Mdende, ni afisa mkaguzi wa LATRA mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya usalama barabarani. Kama kamati tunaendelea na utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ambapo kama tunakumbuka siku ilipotokea tukio la ajali tulikutana vikao vya dharura na kupeana maelekezo mbalimbali. Moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba ambayo yalienda kwenye upande wa TANROADS ilikuwa ni kuhakikisha kwamba barabara ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja ili itakapokuwa imekamilika ianze kutumika kwa malori. Lakini pia tulipokaa kama kamati, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo linakuwa na mteremko mkali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa beria ama vizuizi na wenzetu wa jeshi la polisi, lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku na mchana. Na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote, tupongeze jitihada zinazoendelea. Jeshi la polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza kukaa muda wote saa 24 kabla hata ya taa kufungwa, lakini walienda mbali zaidi, wametekeleza swala la kuweka vizuizi kwa maana ya beria, tumepita tumeziona. Lakini pikipiki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati, pia tumeshuhudia kuna pikipiki zipo 2 ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusabili lile eneo la mteremko wa Mlima Ruambi. Lakini TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze kuwezesha askari wanapokuwa pale waweze kuonekana kiurahisi ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hili. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama barabarani mkoa kama mjumbe, kamati tumeridhishwa na jitihada zinazoendelea, na sisi tutaendelea kufuatilia hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa, na kama kuna eneo la kushauri kama kamati tutashauri ili kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. Hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo kama alivyosema RTO, kaima RTO hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji wajitahidi sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari wa usalama. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali yanapozuiliwa magari kupita, basi wenyewe wamekuwa wakichomoka kukaidi maelekezo hayo. Sasa kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watunge mkono katika eneo hili, na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama.